amanu, ili yapate kuwalipa ipasavyo wale ambao walioamini. Hawakubaki kutangaza tu tumeamini, waamilu salihati. Hakusema waamilu saliha, kila siku tunakariri, katumia jamu waamilu salihati, na wakafanya kila mazuri mazuri. Na mazuri haya yamegawanyika, kuna salihati fi dunia na kuna salihati fil akhirah. Kuna mazuri kwenye maisha yetu ya dunia na kuna mazuri ni kwa ajili ya maisha yetu ya kesho. Allah atufikishe hapo. Mazuri katika maisha ya dunia, ukajitafutia riziki yako, ukajenga mahusiano mazuri na watu wako, ukawa sio mtata kwa watu wenzako. Haya ndiyo katika mazuri katika maisha yetu ya dunia. Lakini kuna mazuri unayafanya kwa ajili ya akhera, ndiyo hiyo kusali, kufunga, ibada hizi. Haya ni katika mazuri kwa ajili ya wapi? Ya akhera. Kwa usije ukakaa ukaifunga akili yako ukaamini mazuri yanayokusudiwa hapa ni yale ya kuswali na kufunga basi, ukaishi huwa thamini wenzio, huna heshima kwa watu wazima. Maki inawezekana ukawa hodari wa kuswali, hodari wa kufunga, lakini huwaheshimu waliokuzidi. Lakini wenzio wote unawaona hawana dini, dini unayo wewe peke yako. Kila kukicha wewe unapatia na wenzio wote wanafanyaje? Wanakosea. Hapana, mahusiano hayatakiwi hivyo. Fulani umemwalika aje katika ndoa ya mwanao ama ndoa yako, hajaje mikuwa sababu ya kununa. Jamani, tuchukuliane udhuru. Sisi ni binadamu, inawezekana mwenzio siku ile ya jambo, inawezekana alipitikiwa kasahau. Si mwanadamu? Wama summiya al-insanu insanan illa likathrati nisyani, isipokuwa kwa wingi wa kusahau. Ndio maana kaitwa insan. Inawezekana siku ya jambo lako kasahau. Siku ya jambo lako naye kashughulishwa, kapatwa na mtihani au we chukulia kwamba yule mwanadamu. Sasa tena mnanuniana kwa nini yakuja? Hapana. Haya yote ni katika mazuri kwenye dunia yetu na yanatusogeza kwenye safari ya akhera. Salimia wenzio. Sio wewe tu wataka usalimiwe wewe tu kuuliza nani? Mimi ndo mwenyekiti wenu hapa, mimi ndo imamu wenu hapa. Wakusalimie na wewe pia kuwa hodari wafanya nini? Al-Imamu Jaafar al-Barzanji kwenye hadithi nyingi imetajwa. Mimi nampenda tu huyu mzee hata kama kuna watu wanamchukia. Al-Imamu Jaafar al-Barzanji anasema, wa kana sallallahu alayhi wa sallama yuqillu al-laghwa wa yabda'u man laqiyahu bis-salam wa yutilu as-salata wa yaqsuru al-khutbah al-jumu'iyya. Alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yuqillu al-laghwa, anapunguza lahu. Kwa lugha nyingine unaweza kusema anapunguza maskhara. Inafika wakati unamtania mtu mpaka akili anahamanika, huu utani ameamua kumtukana huyu, anakosa amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapunguza. Leo utani wetu, mimi nakutania wewe, unakuwa mutaaddi, navuka na kwenda mpaka kwa wazazi wako. Kuna utani huo? Hakuna. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yuqillu al-laghwa, lakini wayabda man laqiyahu bi, alikuwa anapenda kuwawahi kila anaokutana nao kwa kuwasalimia, anawahi yeye, assalamu alaykum. Mtume anapenda kuwahi. Alafu tukienda kwenye ibada leo utamuona wayutilu salat, na hii kwa zama zao silete leo hapa. Mtume alikuwa anapenda kurefusha sala, kusoma sura ndefu katika zile sura za sauti zile. Wa yaqsuru al-khutbah al-jumu'iyya,
lakini aljuma khutba fupi. Yani khutba dakika 15 20 imezidi 25 ndio ndefu. Shekhe unasoma khutba baada ya dakika 40 50, shekhe unaomba mvua. Dakika zako 15 20 25 khutba imefanyaje? Meisha. Hapo ndio umepiga nyingi. Yani yule muumini anakusikiliza na akitoka awe ana uwezo wa kusema nini ulizungumza. Nilisema hapa mara moja, tunatoa khutba. Khutba ya Ijumaa moja ina aya 7, ina hadithi 5, ina maneno ya wanawavyuoni 12. Shekhe, unataka kuwapa watu elimu uliosoma wewe miaka 6 yote uwapi kwa siku moja? Yani leo nimealikwa Bunjule, wakienda watanijua mimi nani. Uwe nini we? Toa ilmu kwa kiasi chako, nenda. Sisi huwa tunapenda kutaka kuua. Yani mtu akishamaliza kutoa khutba anaanza, niambie leo mwanangu, nimepiga kiume. Sema umeua, kwa sababu si anakuona wewe mpuuzi. Sema umeua. Yani si huwa tunataka sifa kwa watu badala ya kutaka sifa wapi? Kwa Allah. Nilisema mara moja, ni bora usijulikane duniani ukajulikana mbinguni, kulikoni ukataka kupambana wakujue watu alafu Allah sikujue. Ni hasara. Fanya kwa ajili ya Allah. Maneno ndio yale yale, kullillah wa ila Allah wa ma Allah tunsar bi nasrillah kuzalika yaho kullillah summa maza wa ila Allah summa le wa ma Allah. ايش الفائده؟ tunsar bi nasrillah. Wewe siku zote fanya kwa ajili lillah. Unachokifanya fanya kwa ajili ya nani? Ndio pale tuliposema Mayahudi hawakushindwa kuabudu. Kilichowasumbua wao ni ikhlasi. Kuabudu sio shida. Mayahudi na Manasara ni nini? Wama umiru illa liya'budu Allah. Shida ilikuwa nini? Mukhlisina lahu dina. Hii ndio ilikuwa shida, kufanya ikhlas. Sasa kullillah, fanya kwa ajili ya Allah, kuwa kwa ajili ya Allah. Na Mtume kamaliza, man kana lillahi kana Allahu lahu. Yeyote atakayejitoa akawa yupo kwa ajili ya Allah, ajue na Allah naye atakuwa yupo kwa ajili yake. Wakati watu wanapambana na wewe usipambane nao, muache Mungu atapambana nao, atamalizana nao. Sawa sawa. Summa maza wa ila Allah. Mambo yako unayoyafanya fikiria kwamba wewe unasafiri unaenda wapi? Wakati wote jua unakwenda kwa Allah. Kila kukicha unanyanyua hatua unafata katika nini? Kaburi lako. Sasa ukiwa unafanya majungu, hasadi, kadhalika mwanga, jua safari yako ila Allah, unakwenda kwa Mungu, ndio unaondoka. Siku zako za kuishi zinakwisha, na hayupo katika sisi anayejua ana miaka mingapi katika dunia. Wa ma Allah, always maisha yako yekuwa na Mungu. Umepata kingi mshukuru, umepata kidogo mshukuru, na umekosa kabisa mshukuru, kisha unamlilia Mungu. Haina maana ukiambiwa shukuru ndio usililie kwa Mungu akupe. Mlilie Mungu akupe, na kama anakupa akuongeze, lakini kun shakira lillah, kuwa mwenye kushukuru. Hiyo kuwa we mwanadamu peke yake mshukuru Mungu. Mungu angekuumba kuwa mbuzi, si ushaliwa hivi? Toka pale ulipozaliwa ndio ungekuwa mbuzi. Pengine ushauzwa, ushachomwa vingunguti, haupo. Na kama Allah pengine angekuumba nyoka, saizi ushauliwa kwa sababu ulikuwa unadhuru shamba huko, ushakufa hivi. Na ungekuwa tembo, pengine washakuua, watu wanataka meno yako. Mungu amekuumba kuwa wewe mtu,
Hilo peke yake mshukuru Allah. Sikwambii tena amekuteua we uwe mwanamume, sababu wanamume wana fadhila zao. Arrijalu qawamuna, yani kitendo cha kuwa mwanamume, we ni askari mwenye manyota katika dunia. Kwanza mwanadamu, pili mwanamume, ongezea tatu, Mungu akakupa neema we Muislamu. Si ndio hivi? Tukasema kila siku tunakariri ile aya ya Allah, afaman sharaha sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbi. Kitendo cha kuwa Muislamu basi ujue unatembea katika nuru za Allah. Ndio maana tunahimiza Waislamu msitukanane. Unamtukana mtu ambaye Allah amemweka kwenye nuru, Mungu hawezi kupenda. Msikashifiane, pendaneni. Lakini mwisho wa siku na maneno huwa nawaambia, ukiona huwezi kunisaidia basi usinidhuru. Ukiona huwezi kunisaidia basi, hii ndo anatakiwa iwe logo ya kila Muislamu. Kama huwezi kumsaidia basi usifanye nini? Si umpendi, utaki kumsaidia, mwache apambane mwenyewe, usimdhuru, usimharibie. Sasa wewe kumsaidia umsaidii, bado unaongeza unamdhuru. Kama huwezi kumsaidia Muislamu mwenzio, mwanamume mwenzio, binadamu mwenzio, basi achana naye, usimdhuru. Unajifanya mwema, unakwenda kwa bosi. Bosi, tunafanya kazi lakini kuna mtu mmoja na kuomba, ila mimi usinitaje. Unajifanya mwema, fatani mkubwa. Kuna mtu mmoja hapa anatuharibia kazi. Nani? Fulani. Huyu mtu ujue ana familia na ana wazazi wake pengine wanapata kupitia yeye. Ukimharibia akitoka kazini huyu, familia yake utalisha wewe. Hii sababu yake ni nukta ya tatu. Wama Allah, watu tunaishi hatupo na nani? Ukiwa na Allah huwezi kumfanyia mwenzio fitna, sababu hatuna Allah. Kama nyote mfano ndio madrasa, Allah kakubarikini, walimu watatu wote ni walimu wa madrasa moja, shida nini? Kila mmoja pambane kupiga kazi. Kama nyote ni maimamu, basi maimamu msikiti mmoja mpo wawili, watatu, wanne, watano, kila mmoja afanye kazi. Ya nini kufanyia na fitna? Liyajzi alladhina amanu wa amilu salihat. Sindio hivi? Allah ameyaweka haya ili yapate kwenda kuwalipa wale ambao walioamini, sambamba na kuamini kwao wakafanya yaliyo mazuri mazuri. Na tukasema mazuri, kuna mazuri ya duniani na kuna mazuri ya, na moja katika mazuri ya duniani ya chana tuliyoyataja mwanzo ni kuwa na mke. Ukiwa na mkeo ni kwa ajili ya nani? We mwenyewe. Japokuwa wewe Hamisi Makonde unajiona wewe mwenyewe kupika unaweza, lakini unaonaje ukitoka darasani, ukitoka katika shughuli zako, ukakuta mkeo kashauandaa ugali, wewe unafikia kula, unaonaje? Raha si raha? Ushachoka, umetoka kibaruani, uanze tena kutafuta mafuta utie kwenye jiko, au washe jiko la mkaa au gesi, uanze kutafuta unga, samaki wa kukaanga, ukate kachumbari, mara kisu kiteleze ukajikate kidogo. Fika unakuta ugali ulichokiacha unakikuta. Kama wali upo basi unakuta ushatulia tena, umerembwa pale wali daia. Na kama umepata mke wa kizamani, unaona kawa limefunikwa pale, sogea tule mpenzi, kula peke yangu siwezi. Lakini siku hizi mambo yale hamna, Sheikh Saidi. Siku hizi mambo ya hotpot. Na ukirudi unamkuta yupo katika nini ile wanaita nini kwenye TV, YouTube sio wanaita nini, YouTube sio YouTube hiyo nini hiyo, siziko hizo nyingi, kuna Ottomani, kuna nyingine siziko nyingi huko, hizo season hizo musalsalat Waarabu wanaita.
Wa ila unamkuta yupo kwenye simu anacheka peke yake kama fisi. Ukiuliza kula anakuambia kwenye poti. Ndo mambo ya siku hizi hayo. Mlegeze mkeo, mlainishe mkeo. Wajaala bainakum mawaddatan. Tumesoma nyuma sura ndio hii Basi unamlegeza, unamlainisha, unampamba, unampenda, unampa vitu, hasa unamhudumia mpaka naye anaona raha kukuhudumia. Mzee Jakaya alipata kusema, unataka kula tu basi uliwe kidogo. Sasa unataka mkeo akuhudumie, wewe umhudumii, umtunzi.